Tunaendelea kama kawaida na masomo yetu yanayohusiana na afya. Natumai una afya njema kabisa. Leo tuna somo lingine makini sana. Tunataka tuangalie kuhusiana na Viagra, madhara ya Viagra, lakini pia tunaenda kuangalia kwa nini Viagra ililetwa, ambao sasa hivi vijana wengi wanatumia, hata watu wazima, kuongeza ama kurahisisha nguvu wakati wa tendo la ndoa. Je, ina madhara gani? Awali kabisa, of course, Viagra ama sildenafil ililetwa kwa ajili ya magonjwa ya moyo kama angina pectoris, mshtuko wa moyo, kufeli kwa moyo, presha ya damu ya moyo na kadhalika. Wakati wa utafiti ikagundulika kwamba Viagra inaongeza mtiririko mzuri wa damu kwenye ume, kwa sababu ili ume uweze kusimama inahitaji damu iweze kujaa kwenye ume kupitia mishipa ya ateri ili ume idinde barabara. Bila damu kwenda kwenye ume uweze kusimama vizuri na tendo la ndoa litaenda vizuri. Kwa hivyo wakafanya utafiti, wakagundua kwamba kumbe Viagra bwana inafanya vizuri sana kwenye mtiririko wa damu kwenda kwenye ume. Umeona sasa? Baadaye ikaidhinishwa moja kwa moja kwamba itumike kwenye masuala ya kuimarisha ume na kusaidia mtiririko wa damu kwenda vizuri kwenye ume. Kwa hivyo ikaidhinishwa namna hiyo itumike katika eneo hilo na kutatua matatizo ya erectile dysfunctions ili mwanaume aweze kuimarika. Hivyo basi, kuanzia leo elewa vizuri kabisa kwamba Viagra haikuletwa kwa ajili ya kuongeza libido, unaona, ama kukutibu tatizo la nguvu za kiume, bali ni kusaidia mtiririko wa damu kwenda vizuri kwenye ume kwa kupitia mishipa ya ateri. Hiyo elewa vizuri. Kwa hivyo uwezi ukapona kwa kupitia Viagra, bali utaleta msisimko na mzunguko wa damu kwenda kwenye ume ambao itakusaidia kwa muda tu, lakini sio kukutibu moja kwa moja. Hivyo basi tuwe pamoja mpaka mwisho, kwani naenda kukuelekeza Viagra vya asili kabisa ambavyo nitakuwa utumie wewe ili uweze kupona tatizo lako na uimarike maradufu. Kabla ya kukuelekeza Viagra ya asili, lazima ujue madhara madogo madogo ambayo inaweza kukupata endapo utatumia Viagra hii kwa kiasi kikubwa. Mfano, kichwa kuuma mara kwa mara inaweza katokea, kutoona vizuri. Mara nyingi watu lalamika wanaotumia Viagra kwamba macho inakuwa ioni vizuri. Muda mwingine mtu anaweza kahisi joto kali usoni ama uso kuwaka moto vile, yani kuhisi joto fulani baada ya kutumia. Lakini pia unaweza ukapata uchovu uliopitiliza baada ya tendo la ndoa. Lakini pia kuna madhara makubwa ambayo unaweza ukapata endapo utakuwa ni mtu ambaye unatumia Viagra mara kwa mara. Shinikizo la damu inaweza kashuka ghafla, na ndio maana imeripotiwa baadhi ya watu hupoteza maisha baada ya kutumia Viagra pindi wanapoendelea na tendo la ndoa. Mabadiliko ya moyo inaweza ikatokea ghafla, mapigo ya moyo, na pia ume inaweza kasimama muda mrefu, yani kadinda muda mrefu, ngingi, kiutaalamu tunaita priapism, na kuleta maumivu fulani wakati wa tendo la ndoa. Lakini pia kuna madhara ya muda mrefu endapo utakuwa sugu ama utaendelea kutumia Viagra ama dawa zingine ambazo zinachochea ama kufanya mzunguko wa damu kwenda haraka kwenye ume. Kwanza ni pamoja na mwili kutengeneza usugu kiasi kwamba usipotumia Viagra tendo la ndoa haliendi kabisa, yaani mpaka utumie. Lakini pia inapunguza uwezo wa asili ama ile nguvu ya asili ya mwili wako inapungua kabisa. Lakini pia uweza kutengeneza msongo wa mawazo ambayo inaweza kuwa ngumu sana wewe kurudi katika mstari kama awali. Kwa nini Viagra si salama? Kwanza ni kwa sababu inafanya kazi kwa muda mfupi, yaani inakusaidia tu pindi unapoitumia. Kwa hivyo ni kama booster. Ndio maana dawa za booster sio nzuri. Na kingine, haiwezi kutibu chanzo cha tatizo. Mfano, wengine wanakuwa na shida ya upungufu wa nguvu za kiume kutokana na aidha msongo wa mawazo, stress, ama sonona, depression, kukata tamaa, uchovu, ama kukosa lishe kamili, ile balanced diet ama lishe ambayo itakusaidia. Wala haiwezi kutibu chanzo cha hormones ama kushuka kwa hormone kama testosterone kwa mwanaume. Na pia inaingilia mfumo wa damu na moyo, kitu ambacho si salama. Sasa ngoja nikuelekeze Viagra ya asili. Twende pamoja. Tafuta asparagus kama inavyoonekana hapo. Tafuta kama 2 ama 3. Katakata vidogo vidogo. Tafuta tangawizi mbichi.
kiasi cha dole gumba. Mbichi, menya vizuri, katakata, changanya. Tafuta kipande cha beetroot. Beetroot gawa katikati, katakata vidogo vidogo, changanya. Baada ya hapo, chukua maji safi na salama, blend vizuri, then chuja. Ukisha chuja vizuri, chukua sukari aina molasses. Ongezea vizuri kabisa. Na tumia glasi moja baada ya kula. Unaweza ukatumia mara kwa mara kinywaji hicho, kitakusaidia sana. Lakini Viagra namba 2 ya asili ni soya pamoja na ngano. Chemsha ngano, pika vizuri hivi. Alafu pika soya pia peke yake vizuri kabisa hivi. Changanya kwa pamoja, alafu blend. Kadiria maji, saga vizuri, upate ile juice nzito. Penda kutumia mara kwa mara, au mwanamke au mwanaume. Utakuja kuniambia. Na kwa siku ya leo, ndugu mtazamaji, sina la ziada. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.